hapa tumekusanyika kwa sababu nchi yetu ina amani na utulivu. Msije mkakubali hata siku moja mtu akawashawishi mkaharibu amani mlionayo. Mkoa huu ni moja ya mikoa ambayo ina kambi za wakimbizi. Uongo kweli? Hao wakimbizi wamekimbia nchi zao, wamekuja kuomba hifadhi hapa Tanzania kwa sababu hapa ni kisiwa cha amani. Msidanganywe, watu wasiwalagai mkaharibu amani ya hapa Kasulu. Hakuna shida kubwa kama kutangatanga kwenye nchi za watu. Wewe jiulize, ukitolewa hapa upelekwe Somalia ukafungiwa tu sehemu, hamna kutoka kwenda dukani, kwenda shambani, kwenda kulima au kufuga, upo tu umekaa sehemu moja, hiyo ni sawa sawa? Kwa hiyo mna wajibu wa kulinda nyumbani kwenu. Hapa ndio kwenu na hamna ardhi nyingine tofauti na hii. Sasa wasije watu hapa wakawaeleza kwamba fanyeni vurugu, pambaneni na mambo mengine ya hovyo. Kataeni, lindeni amani ya hapa kwenu. Faida za amani ni nyingi. Mtazaa kwa utulivu mkiwa ndani ya nyumba zenu, mtalima kwa utulivu mkiwa mashambani kwenu, mtafuga kwa utulivu mkiwa huko kwenye mifugo, lakini mtauza maduka yenu kwa amani na mtaenda kuabudu misikitini na makanisani kwa utulivu wa hali ya juu. Amani ikitoweka, hakuna mtu atakayekumbuka kuna kanisa wala msikiti. Hayupo atakayekumbuka kuna shamba, kuna mke, kuna mtoto, kuna babu, kuna bibi. Kila mmoja atakimbia kuokoa maisha yake. Sasa ili tusifike huko, tulinde utulivu ambao upo ndani ya taifa hili. Na wanasiasa wanaochochea vurugu muwakatae hadharani. Na asilimia kubwa wanaochochea fujo hawaishi hapa Kasulu na hamuwajui. Uongo kweli? Sasa usiende kucheza ngoma usiojua wimbo wake. Kuna watu wanalipwa kwa ajili ya kuleta machafuko ndani ya mataifa yetu. Wapo kwenye ajira. Wewe unalipwa au haulipwi? Maana yake hapa kwenu palindeni, na watu wenye akili timamu hawapigi nyumbani kwao. Kwa hiyo ombi langu kubwa na ombi la chama, tunaendelea kusisitiza kwa wananchi wote wa vyama vyote, nchi yetu imejengwa katika misingi ya umoja, upendo na mshikamano. Tudumishe upendo, umoja na mshikamano.